wametumia vizuri utamaduni wetu. Lakini jambo la pili, mnafahamu kwamba muziki wa Bongo Flava ni muziki ambao umeibua vijana wengi, umeibua vipaji vingi, na vijana wengi pia wameweza kujiajiri kupitia muziki hiyo. Na mnakumbuka pia kwamba moja ya vijana pia ambao ni washiriki wakubwa pia muziki ya Bongo Flava, hadi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewateua kuwa ni moja viongozi katika serikali ambayo anaiongoza. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo limenifurahisha ni namna ambavyo Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kuwa ni wapenzi wakubwa wa muziki wa Bongo Flava, na ndio maana leo kuanzia jana wale watu ambao wamechelewa kutafuta hata tiketi za kuingia hapa hawajapata. Hii ina maana kwamba muziki huu una wapenzi wengi, na pengine kwa siku zijazo tunaweza tukatafuta tena miaka 31 ya Bongo Flava na tukafanyia performance nje, ili kila Mtanzania na Dar es Salaam apate nafasi ya kufika. Na hii imekuwa kama bahati kwenye mkoa wako wa Dar es Salaam, ndio sehemu ambayo imekuwa kama kizazi cha wasanii wa Bongo Flava kutokea wengi hapa Dar es Salaam. Kuna namna ambavyo wewe mkuu wa mkoa unaweza ukafanya kwa ajili ya serikali na hawa wasanii ambao kwa muda mwingi walikuwa wamesahaulika, ili kuweza kuwapa nafasi za namna hii kwenye stage tofauti tofauti, kwa kuanzia na show hii ya leo? Kwanza nikiri tena kwamba sisi kama viongozi wa serikali tuko chini ya mwavuli wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mtakumbuka kwamba miezi michache pia iliyopita ameendelea kuboresha maslahi pia ya wasanii mbalimbali, wakiwemo pia hawa wa muziki mbalimbali ya Bongo Flava. Na kwa mantiki hiyo, ukiangalia kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam, wapo vijana wengi sana ambao wanajitahidi kuonesha vipaji vyao, na kama siku za nyuma ambavyo wanasema kwamba Dar es Salaam ni kitovu cha kidiplomasia, ni kitovu cha kiuchumi, lakini mwisho ni kitovu cha masoko ya vitu vingi ambavyo watu wanafanya. Kwa lugha nyepesi ni kwamba mwanamuziki yoyote atakapokuwa center Dar es Salaam anakuwa na uhakika wa vitu vingi: miundombinu yake, maproducer wake, vifaa vyake, wateja wake ambao ndio market. Kwa hiyo mimi nikiri tu kwamba sisi kama serikali kwa niaba ya Mheshimiwa Rais tutaendelea kuwaunga mkono sana hawa watu wote wa Bongo Flava. Na nikiri tu au niseme kwamba watu wengi huwa wanadhani wasanii wengi wa muziki kama hii ya Bongo Flava hawapendi shule ama hawajasoma au vitu vingine. Haikuzuii hata kidogo kuwa kwa waliopewa kadi kesho wakihudhuria watajua kuna ni birthday party ya Mama Dangote. Kesho ni party. Familia yako mambo ni mengi bwana. Mara Zuchu kufungua watoto mapacha, mara mtoto mmoja. Hivi Zuchu kumbe alikuwa na mimba Akia Mungu. Alikuwa na mimba Zuchu? Mbona sijui, ndio hii imenipa kweli? Sijui kama Zuchu ana mimba. Kumbe alikuwa na mimba. Mtoto gani? Wa kike. Sasa muamini nani, mapacha wa kike? Mara anasema Diamond atampenda sana. Basi tumuombe kheri, basi pengine mapacha. Akiwa mapacha tutafurahi au furahi. Ukavu sina, mimi nakwambia ukweli. Unataka kunyosha? Nikwambie kitu. Zuchu simemuona jamani katika imbeji, si imbeji. Kwani mlimuona ana tumbo? Watu wanasema kila anapotembea Zuchu ana picha. Sasa kwa tumbo, kama mtu ni mjamzito, hata alificha vipi tumbo haliwezi kufichika. Tumbo waga inaenda mbele rudi. Kwa hiyo kama ni imbeji imefanyika juzi tu, ina maana mngeliona tumbo jamani. Wewe ni familia bana, hebu mwambie ukweli. Tusisikie tu mitandaoni bana Lokole. Hebu naosha mwanzo. Ndio hizi ninachokwambia kweli. Zuchu mzima kabisa, na kesho mtamuona kwenye birthday. Si mmealikwa au? Mtamuona kesho. Wakati pia pamekuwepo na stories za kwamba namna Zuchu kaumizwa na zawadi ambayo alipokea Diamond. Kweli kwamba namna Zuchu aliumia sana kupokea zawadi. Sisi wa Mbeya waga tunapendaga vitu ambavyo vya kufikirika. Yaani sisi kinachotujia akilini ni kitu kibaya. Yaani habari mbaya ndio ambayo sisi tunaitaka sisi wa Mbeya. Zuchu hawezi kukasirika Alia kupeleka. Alia ni mfanyakazi. Mama Dangote ni bosi wake. Umeelewa vizuri? Nyie mnaona kampuni ni ya Diamond, lakini si Diamond. Nyuma yake kuna mama yake ndio mwenye kampuni. Kwa hiyo mtu yote alikuwa ruhusa kumpelekea zawadi ile mama. Kwa hiyo Alia akajiongeza. Unajua tena wewe kwa bosi kujichekesha vizuri, mapenzi yanaongezeka. Kwa hiyo Alia akajichekesha mwenyewe kapeleka zawadi. Huwezi jua, you never know, kwa sababu birthday ni mwezi mzima. Kesho ni siku ya sherehe. Zuchu anaweza kampelekea, anaweza kumzawadia gari. Hiyo nimesema mimi anaweza kumzawadia gari mama mkwe wake. Kwa hiyo safi, tusubiri, tusimalize maneno. Fanya kazi kupeleka zawadi ya gari na gari nzuri kiasi kile. Maneno yamekuwa mengi mtandaoni. Labda kuna jambo
Nani kapiga gari? Nani kapiga gari? Hamna mtu anapiga gari. Ndio nasema hivi Zuchu labda kesho atamzawadia gari. Okay. Sasa Juma wanasema kwamba unapelekaje zawadi kwa ex? Unajua wake kupatia kabisa uzuri sisi ndio tunarudi pale pale. Sisi wa Mbeya ndio tunapenda kuvisikia hivyo vitu, na sisi ndio uwaga waanzilishi wa hivyo vitu, kwa sababu zile ndio type za Diamond, na ndio maana watu wengi wanasema Aaliyah alikuwa na mahusiano na Diamond. Hakuna sehemu ambayo Diamond sasa hivi nikwambia search hata YouTube vitu vinabaki alishai kumtangazaga Aaliyah ni mwanamke wangu, hakuna. Ila sisi tulitamani, tuna wish, tunapenda kwa sababu ya kumkomoa labda Zuchu au mie, tukimweka Aaliyah itakuwa sawa, si tukimweka nani itakuwa sawa. Kila mtu anasema lake, mara Ashulei anatembea na Diamond, mara huyu Diamond. Jamani, zingekuwa zinatokaga kwenye mwili sasa hivi asingeonekana hata macho. Hivi mmemlipa Diva miezi 6? Ndio nani? Diva ni boss, alikuwa anadai yeye miezi 6. Inadaiwa. Alipodai yeye mwenyewe. Inadaiwa. Unamjui Diva? Diva the boss. Aliyekuwa mfanyakazi mwenzio. Aliyekuwa mtangazaji wa Wasafi pale vipindi vya mapenzi. Mungu wangu. Na wewe ni mmoja kati ya mtu ambao ulikuwa unasikika unamjibiza katika mitandao. Mimi? Yes. Juma mimi. Yes, katika live yako. Lakini unamjua? Mfahamu. Kweli. Nimekuwa kuna fununu za kwamba nyinyi mnaandika sana barua za kuomba kazi kwangu. Mimi Juma au kwa wengine? Unajua nikwambie kitu. Umeona utangazaji, ninyi pia wanahabari na imani pia mmepitia vyuoni, mmesoma sasa hivi hii uandishi wa habari imekuwa kama ni biashara, imekuwa kama wacheza mpira. Sawa mama anakuja, imekuwa kama wacheza mpira. Kwa hiyo mtu akipanda dau unabudi kwenda, umeona ni dau lako tu na juhudi zako katika kazi. Kwa hiyo mimi sishangai mtu kutoka kwenye taasisi moja kwenda taasisi nyingine. Kama kuna dau nzuri wanalipa vizuri, sawa. Hakuna mtu anayetoka kwenda kuomba kazi, ila taasisi inamfuata mtangazaji. Sawa. Swali langu la mwisho bwana, nimwache Gabi. Jana ulikuwepo kule kwenye ile jambo. Japo ulikuwepo pale baada ya jambo ukasema mtukutaji. Lakini watu wanatamani kujua Juma anasemaje? Maana hao wako pamoja namna hii, alafu baadaye mnasikia tena wamegombana. Vipi unaona? Kugombana kwa watoto wa kike huko, hilo ni jambo la kawaida na halikwepeki, ila tu niwaombee Mwenyezi Mungu awape nguvu na roho za subra ili wafanye kazi, kwa sababu pia wamejitafuta, wamejipata, kwa sababu walikuwa zula walikuwa hawana shughuli maalum.